Wati. Niambie mwanangu. Unajua kuna kitu mimi kinanichanganya hapa. Haipo kinanichanganya sana akili yangu. Hususa hapa kijijini. Hivyo hiki kijiji chetu kwanza unakionaje na haya matukio ya ushirikina, uchawi, mara huyu kafanya hiki, mara huyu kafanya hivi. Wewe kijiji chetu hiki unakionaje mwanangu? Yaani mwanangu, katika kitu ambacho kinaniumiza kichwa, sawa? Ni kuhusiana na hiki kijiji. Hiki kijiji mwanangu mimi sikielewi kabisa yani. Matukio yani yamekuwa ni ajabu ajabu, matukio ya kutisha. Kila siku watu wanakufa hapa. Afu mwanangu mimi sikufichi, sawa? Unamuona huyu mchungaji huyu mgeni huyu? Mchungaji yule. Sawa? Kuna wale wazee wale wazee wanaoshindaga pale kijiweni pale kwenye ule mwembe pale wakicheza bao pale. Niliwakuta wapo naye wanaongea. Sasa hapo jiulize walikuwa wanaongea nini? Vipi mazingira umeyapenda? Ya, nimeyapenda sana haya mazingira kiufupi, maana yametulia sana, hamna jamjama ya watu wengi. Ya. Napendaga sana kuja kutulia hapa nikiwa na stress zangu. Basi sawa, ni vizuri pia maana hapa pametulia sana yani. Eti. Kiufupi nimepapenda yani. Fresh, vipi nyumbani? Wazima lakini? Nyumbani hawajambo. Vipi wewe huko nyumbani wazima lakini? Si huko tuko poa. Na waona mnajidaidai tu hapa. Zawadi, hivi kumbe ni mchawi? Unajua sawa? Yule pale mchungaji mimi na imani naye kwa kwanza. Sasa sidhani kama kutakuwa na baya, ila ngoja. Mimi nitaenda nizungumze naye yule mchungaji. Huenda akawa na jambo au huenda akawa na kitu cha kutusaidia sisi hapa kijijini. Wewe mwanangu uone watu wanavyoteketea tu, watu mara huko kafanya hiki, ushirikina umekuwa ushirikina. Au unaonaje hapo? Usijue kaniambia mwanangu unataka kuwa mchungaji. Nataka kuokoka. Ipo hivi tini, sawa? Sio mbaya. Mimi naona sio mbaya kwa sababu gani? Ukiwa karibu na Mungu, hata Mungu yeye mwenyewe anaweza akakuokoa au kukulinda. Umeona? Okay, ipo hivi. Acha mimi niende nikaonane naye sasa hivi. Sawa? Alafu tutakachozungumza nitakuja nikwambie wewe. Ni kweli, sawa? Upo sawa, it's okay. Fanya hivi. Wewe nenda kaongee naye. Then utaniletea mimi mrejesho. Utakuja kuniambia kwamba kasema nini. Poa, haina noma, tutachikiana mwanangu. Haina shida. Nakupa siku 2. Mke wangu, nakupenda sana. Alikibiriti nikirima kusumbi sukari.
alikibiriti nikilima kusumbi suka. Bakuru, bakuru, mmeshanionyesha. Bakuru, bakuru, alikibiriti nikilima kusumbi suka. Alikibiriti nikilima kusumbi suka. Vijana, sogea. Nimeshawaona toka jana, toka juzi, toka jana. Mmeshanionyesha. Karibu. Nimeshawaona. We, mwami mwami, karibuni vijana. Mganga tusaidie. Karibuni vijana. Mganga tusaidie, naomba tusaidie. Mmepata shida gani? Saidie mganga. Huyu alikuwa anaongea, lakini sasa hivi haongei tena. Kile kilichompata ni nini? Saidie mganga. Ongea tena. Saidie mganga. Msogeze hapa mbele. Msogeze kilingeni. Saidie mganga. Angalieni kwenye skrini yangu. Sasa vijana, umeona tatizo lenu? Umeona shida mliokuwa nayo? Ona sasa kijana mzuri. Maana maandiko matakatifu yanasema mkumbuke mba wako siku za ujana wako. Kijana mzuri. Lakini bado hujachelewa. Maandiko yanasema dhambi zako zijapo kuwa nyekundu kama bendera, atazisafisha. Zitakuwa nyeupe kama seruji. Lakini bado anasema, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Uchawi ni mzigo. Tulia kwanza nimtengeneze kijana. Kibiriti nikilima kusumbi suka. Alikibiriti nikilima kusumbi suka. Alikibiriti nikilima kusumbi suka. Alikibiriti nikilima kusumbi suka. Ya. Unaongea rafiki yangu. Unaongea. Tulia kijana.
Mmeliona tatizo mliokuwa nalo? Mna tatizo kubwa sana. Mna tatizo kubwa sana. Sasa wewe, nakupa dawa. Nakupa dawa. Utaondoka, alafu kesho kutwa utarudi na kijana. Alikibiriti nikirima kusumbi suka. Alikibiriti nikirima kusumbi suka. Alikibiriti nikirima kusumbi suka. Hapa dawa. Nakupa kijana. Ukifika umtengenezee, umweke kwenye maji machemu, akaoge asubuhi. Kesho kutwa urudi kilingeni. Ondoka, ondoka, usigeuke nyuma. Ondoka, ondoka, ondoka. Naitwa mganga Chabironda. Naitwa mganga Chabironda. Chabironda. Baba katika jina la Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu Kristo. Sijui nipotee au nisipotee, ila Busungu. Jina la Yesu ni jina lipitalo majina yote. Asante. Hiki kijiji mwangu mimi nishachoka kuishi hapa. Kwa nini uchoke? Matukio ni mengi babu, yani haeleweki, watu wanakufa. Kwa James. Kwa James. Achana naye mshikaji huyu, ana matatizo na majanga. Sasa msiba huyu. Lakini sikieni, kuna kitu hapa mimi nataka niwashauri, sawa? Ndio. Kuna yule mchungaji yule mgeni yule. Yule mgeni yule. Ndio. Yule pale tukimtumia vizuri yule jamaa, naamini kabisa kijiji chetu kitakuwa salama. Na hakika. Mimi yule pale nimezoeana naye siku hizo. Siku 3. Ndio. Sawa? Ndio. Lakini nishamuona kabisa kama na mwelekeo kabisa kwamba huyu mtu ana kuna wale wachungaji wengine wale wanakuwa wanatupiga wale, si unaelewa? Naelewa kila kitu. Sasa yule pale mimi nishamfuatilia vizuri siku hizo 3. Yupo vizuri, atatusaidia. Upako upo. Basi vizuri kama ni hivyo. Yule pale upako upo kabisa, upo upako. Mchungaji, umeyazoea mazingira, si ndivyo? Unakatakata tu mitaa. Wewe uogopi? Uogopi? Siwezi kuogopa jambo. Maana hata katika kitabu cha Yeremia, ile Yeremia 1:8, Bwana anasema nisiogope watu kama nyinyi, maana yeye yuko pamoja na mimi. Unajidanganya. Unajidanganya. Wewe ni kijana mdogo sana. Unajidanganya. Sasa kazi unayo. Kazi unayo. Kazi unayo. Shikaji. Naona siko poa. Ngoja niende kwanza mageto. Labda baadaye tutaonana. Sawa? Twende geto.
Basi fresh. Poa mshikaji wangu. Watakucheki mida. Mshikaji mwanangu ana majanga sana. Ana matatizo sana. Yaani tangia yule demu wake amefariki, sawa? Yeye mwenyewe akili yani hazipo. Tunamwona hata hapa alivyokuwa. Sio? Yani ni shida. Ndio maana. Yaani inatakiwa tujihusishe sana. Nisikilize, tunatakiwa tujihusishe sana na ule mchungaji. Mimi naamini tutafanikiwa. Hapo nimeanza kuelewa. Tutoka hapa sasa hivi sasa. Twende kwa huyo mchungaji. Au unasemaje? Sasa hivi. Muda huu. Hapana. Sasa hapana nini? Kesho Jumapili, sikia nikwambie wewe, afu acha babala hizo. Kesho Jumapili ndio tunatakiwa tuingie pale kanisani. Unaendaje Jumamosi kanisani? Ule ni mchungaji atampokea. Nisikilize, kesho kwanza napiga kwanza vitu vyangu fulani, si unaelewa, na kashipapi kangu fulani hivi kinjiwa, kishati fulani hivi cha kanisani, si unaelewa? Nilikichukua mnadani. Najua mambo yako. Unaelewa? Kisha kipiga kile pale asubuhi sana na kupitia. Na afu natakiwa tumpitie na ule mshikaji. Tuondoka naye. Sawa. Tunafika mpaka kwa mchungaji, maana ile pale waga ni baada ya ibada ndo watu wale wenye mahitaji maalum. Baada saa 4. Si ndio, ikishaisha ile ibada kuna watu wale wenye uhitaji maalum, natakiwa tumfuate ndo tuanze kuongea na yule mshikaji asaidiwe. Atapona. Zawadi, ni wewe tena? Naona unaenda kwa mganga. Rudi kutoka. Kazi nayo. Kazi nayo. Baba katika jina la Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu Kristo. Baba naita kinga baba. Baba katika jina la Yesu Kristo. Naita kombeo la Daudi lililomuua Goliati. Baba katika jina la Yesu Kristo. Naita nguvu ya Samsoni iliyowashinda Wafilisti. Baba katika jina la Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu. Naita fire. Baba katika jina la Yesu Kristo. Asante sana Baba. Asante Yesu Kristo. Maana ulisema nimeyafanya haya kwa nguvu zako. Maana ulisema wewe ndio mchungaji wangu, hautanipungukia. Vita ni vikali, lakini Baba nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu.